Umewahi kujiuliza kwa nini pesa zinaingia lakini hazikai? Kwa nini familia nyingine zinaonekana kuwa na kipato kidogo lakini maisha yao yana utulivu, furaha na maendeleo yasiyoelezeka? Na kwa nini nyumba nyingine zina kila kitu lakini migogoro, madeni, maradhi na huzuni haviishi? Vipi kama nikwambie kwamba kuna mambo yanayofanyika ndani ya nyumba yako ambayo yanaweza kuwa yanazuia riziki yako bila wewe kujua? Vipi kama nikwambie kwamba kuna mambo yanayofanyika ndani ya nyumba yako ambayo yanaweza kuwa yanazuia riziki yako bila wewe kujua? Mambo ambayo yanawafukuza malaika na kuwakaribisha mashetani. Katika video hii tutafunua siri 7 hatari ambazo zinaua baraka ndani ya nyumba, na muhimu zaidi, tutajifunza funguo za kurejesha riziki, utulivu na neema za Allah. Na namba 4 ni kosa ambalo mamilioni ya watu wanafanya kila siku kwenye Facebook, Instagram na WhatsApp bila kujua madhara yake. Basi usiondoke mpaka mwisho. Jambo la kwanza, nyumba isiyosoma Qur'an. Hebu fikiria nyumba iliyokufa. Hakuna uhai, hakuna nuru, hakuna utulivu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha kuwa nyumba ambayo haisomi Qur'an inafanana na kaburi. Ndiyo, kaburi. Na sehemu ambayo Qur'an haisikiki, mashetani hujisitiri humo kwa urahisi. Lakini kuna sura moja ambayo imepewa nguvu za kipekee, Suratul Baqara. Sura ambayo imeitwa kilele cha Qur'an. Sura ambayo mashetani hawawezi kuvumilia. Sura ambayo imekuwa ngome dhidi ya husuda, uchawi na shari nyingi. Swali ni hili: ni lini mara ya mwisho Al-Baqara ilisomwa ndani ya nyumba yako? Jambo la pili, kosa la masha Allah linaloharibu baraka. Umewahi kununua kitu kipya, gari jipya, simu mpya, au ukaangalia watoto wako na kufurahia uzuri wao? Lakini je, ulisema masha Allah, la quwwata illa billah? Watu wengi hawajui kuwa wakati mwingine mtu anaweza kujihusudu mwenyewe. Ndiyo, anaweza kuharibu baraka ya kitu chake mwenyewe kwa kukiangalia kwa mshangao mkubwa bila kumtaja Allah. Ndipo ghafla kitu kinaharibika, biashara inadorora, au neema inaanza kupotea polepole. Je, hii ni bahati mbaya au ni jambo ambalo wengi hawalizingatii? Jambo la tatu, dhambi zinazofunga milango ya riziki. Hili ni jambo la kutisha. Wanachuoni wengi wameeleza kwamba mtu anaweza kunyimwa riziki ambayo tayari alikuwa ameandikiwa kwa sababu ya dhambi moja tu. Fikiria hilo. Riziki yako ipo, lakini kuna kitu kinazuia isikufikie: uongo, udanganyifu, dhambi za siri, kuonea watu, kukata uhusiano wa kifamilia au kumwasi mzazi. Mambo haya yanaweza kuwa sababu ya kuzibwa kwa milango ya baraka. Lakini habari njema ni kwamba kuna ufunguo mmoja wa ajabu: istighfar, kuomba msamaha kwa wingi. Na mwisho wa video nitakuonyesha kwa nini istighfar imeitwa ufunguo wa hazina za mbinguni. Jambo la 4, hatari kubwa ya mitandao ya kijamii. Sasa tumefika sehemu ambayo watu wengi hawapendi kuisikia. Leo kila mtu anapenda kuonyesha maisha yake: sebule mpya, samani mpya, safari mpya, mlo mpya, na hata furaha ya ndoa. Lakini kuna swali moja: je, kila anayekuona anakutakia mema? Wakati mwingine picha moja tu inaweza kuvutia macho ya husuda kutoka kwa mamia ya watu. Na husuda ni moto unaoweza kuchoma baraka bila kuonekana. Ndiyo maana watu wa hekima walisema, kila mwenye neema ana mwenye kumhusudu. Je, inawezekana baadhi ya matatizo tunayoyalalamikia leo yalianza siku tulipoamua kuonyesha kila kitu hadharani? Jambo la 5, siri ya watu wanaofanikiwa kabla ya jua kuchomoza. Kuna siri moja ambayo watu wengi waliofanikiwa wanaijua, na ni siri ambayo Waislamu walifundishwa karne nyingi zilizopita: kuamka mapema. Muda kati ya alfajiri na kuchomoza kwa jua umeelezwa kuwa muda wenye baraka kubwa. Lakini wengi wetu tunafanya nini? Tunakesha usiku, tunapoteza masaa kwenye simu, halafu tunalala wakati wa baraka. Swali ni hili:
Ni riziki ngapi zimekupita ukiwa usingizini? Jambo la 6. Kwa nini ukarimu unaongeza utajiri? Hii inaonekana kama kinyume cha mantiki. Ukitoa pesa, inapaswa kupungua. Lakini katika sheria za Allah, mambo huwa tofauti. Kadiri unavyowapanua wengine maisha yao, Allah anapanua maisha yako. Kadiri unavyowasaidia ndugu, jamaa na wenye mahitaji, ndivyo milango ya riziki inavyofunguliwa. Lakini ubakhili hufanya kinyume chake, hufinya riziki na huondoa baraka. Jambo la 7. Siri ya ajabu ya ndoa na utajiri. Watu wengi wanaahirisha ndoa kwa sababu moja: weka kwanza pesa. Lakini vipi kama Allah ameweka utajiri wako ndani ya ndoa yenyewe? Maandiko mengi yamehimiza kuwa anayefunga ndoa kwa nia ya kujisitiri na kujilinda, Allah humsaidia. Wakati mwingine riziki unayoitafuta inaweza kuwa imefungwa nyuma ya mlango ambao unaogopa kuufungua. Sasa tafakari. Baada ya kusikia mambo haya yote, jiulize swali moja. Je, tatizo ni ukosefu wa pesa? Au tatizo ni ukosefu wa baraka ndani ya maisha yetu? Kwa sababu ukiangalia kwa makini, watu wengi leo wana kipato kikubwa kuliko vizazi vilivyopita. Mishahara imeongezeka, biashara zimeongezeka, teknolojia imerahisisha maisha. Lakini pamoja na yote hayo, kwa nini utulivu umepungua? Kwa nini migogoro imeongezeka? Kwa nini pesa zinaingia lakini hazikai? Kwa nini nyumba zimekuwa kubwa zaidi lakini furaha ndani yake imekuwa ndogo zaidi? Huenda tatizo si kiasi cha riziki tunachopata, bali ni baraka iliyokuwa ndani ya riziki hiyo. Kwa sababu pesa bila baraka huisha haraka, lakini baraka huifanya kidogo kuwa kingi. Huleta utulivu pasipo mali nyingi, na huleta furaha ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha yoyote duniani. Labda suluhisho si kufanya kazi saa nyingi zaidi, wala si kutafuta chanzo kingine cha mapato. Labda suluhisho ni kurejesha uhusiano wetu na Allah, kurejesha Qur'an ndani ya nyumba zetu, kurejesha istighfar kwenye ndimi zetu, na kurejesha baraka ambazo polepole zimeanza kutoweka katika maisha yetu. Lakini swali kubwa ni hili: ni adhkari zipi zinazofungua milango ya riziki? Ni istighfar gani iliyowafanya baadhi ya watu washuhudie mabadiliko makubwa katika maisha yao? Na ni dua gani ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha kwa ajili ya kuondoa dhiki na kuvutia baraka? Majibu hayo yote tutayafichua katika sehemu inayofuata. Kwa hiyo usiondoke, kwa sababu huenda ufunguo wa riziki yako, ufunguo wa utulivu wa familia yako, na ufunguo wa baraka ulizokuwa ukizitafuta kwa miaka mingi upo katika maneno machache unayoyasema kila siku.